Tunasoma andiko takatifu Yohana 14 kuanzia penyewe. Biblia ya Bwana inasema, musifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Bwana abariki andiko. Baba wetu mtakatifu, utumishi umesimama kwa neno lako, mbariki kwa kulisha mkombozi wetu. Amen. Amen. Biblia inasema Yesu Kristo alipokuwa ndani ya ulimwengu, akatembea, akahubiri, akaponya wafu, akaponya viwete na wote. Baadaye akiwa tayari kuondoka, alituhimiza akatuambia, msifadhaike, kwa sababu kufadhaika kuko. Ulimwengu hii tunafadhaika. Ulimwengu hii hakuna amani. Watu wanafanya tunafadhaika. Wengine wanafanya tunafadhaika. Wachawi wanafanya tunafadhaika. Wenye wivu wanafanya tunafadhaika. Wenye chuki wanafanya tunafadhaika. Lakini Yesu aliwaambia, msifadhaike. Mimi Yesu naenda. Na ninapoenda, naenda kuandalia makao. Nitarudi tena kumchukua, ili palipo mimi nanyi pia muwepo. Mungu abariki andiko hilo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu ameenda kutuchukulia makao, atarudi tena kutuchukua. Na nyumbani mwa Bwana Yesu ametuambia tuna makao mengi. Sio makao moja, sio makao ya wachungaji peke yake. Mimi nikifanya kazi ya uchungaji, na niifanye kwa wema, niifanye kwa utaratibu, niifanye kwa mwito wa Mungu, nina makao yangu mbinguni. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nikihubiri kwa uchanya, kwa ukora, kwa kiburi, kila pia nina makao tofauti. Siwezi wekwa makao mazuri na watu ambao wanafanya neno la Bwana kwa haki na kwa ukweli. Yes. Makao yuko. Hata mlevi endelea. Tuna makao ya walevi. Mutapatiwa makao. Yes. So mlevi endelea. Mcharaji endelea. Tuna makao ya wacharaji. Makao ya watakatifu. Wacharaji huwezi ingia. Wauaji endelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unakata wale vijana wetu kwa njia hii. Vijana pikipiki wanajipanga. Wanakata wengine. Makao yako kama muuaji iko. Huwezi weko kwa makao pamoja na mimi. Hakuna. Yako iko. Biblia inasema anaenda kukuandalia makao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wenye wanaharibu ndoa za watu, makao ya kuharibiaji iko. Haribu tu. Mwenzake analia na watoto, mwenzake anahangaika na watoto, na wakati humsahulwe. Makao yako iko. Yes. Huwezi ingia kwa makao ya yule ambayo anapambana, ambayo ametii Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kwa utawala, mtawala ambao unatawala kwa haki na kwa ukweli, kwa sababu utawala kutoka kwa Mungu. Makao yako iko. Na yule ananyanyasa, makao yako iko. Wewe humwene, umehai. Jiulize mwenyewe uko wapi? Utaingia. Makao iko. Wamama wachungaji mnafanya kazi nzuri. Na ukifanya hiyo kazi kwa kiburi, ukifanya hiyo kazi kwa madharau, makao yako iko. Mchao endelea. Kama unamaliza watu endelea. Watoto watu wasisema endelea. Makao yako iko. Makao ya Sibora iko. Mungu abariki andiko. Amen. Tuko pamoja. Yes. Endelea ukijua makao yako iko. Na siku moja tutaondoka. Tumekuwa juzi, leo sisi tunasindikiza Sibora, wengine wanasindikiza Chirongo.
tunaomba usimame in this lesson. Siliitwa hii 500 ilikuwa inaitwa kirongo. Kiyote kuyamuka kupisema kweli. Lakini makao yake iko. Tusidanganyane. Makao yake iko. So tunapotoka kwa Jumatanda, wachungaji, watu wa Mungu ambao wanafanya kazi ya Mungu, usipishane na kuleta watu kwa neno la Mungu. Hapana. Usipishane na ndoa za watu. Hapana. Makao yao iko. Makao yao iko. Anayesongesha mashamba za watu, makao yako iko. Because Biblia imesema Yesu ana makao mengi. It's not one. He has a lot of houses, yeah? So mimi na Raila nitaingia, Makenzi na Raila ataingia, Msharaka na Raila ataingia, wanafungiwa. Unakaa hapo. Wachawi wa Raila wanaingia, wahubiri wa kora miungo wa Raila wanaingia na wanafungiwa. Wewe unafungiwa kwa gani? Mungu bariki andiko. Amen. Mungu bariki andiko. Amen. Na vijana pikipiki wengine nzuri sana, mambo weka chini. Ama utoke uende. Nilikwambia mimi tu nikiona tu hivyo nasikangana na watu. And I go back to them. Naambia Mungu mahali ulinituma. Haikuwezekana. Mwalifanya hivyo not once. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiharibu nyumba za wenzako. Usione mwanamke mwenzako analia na wewe unaona ulifaulu. Hakuna. Usione mwanaume mwenzako analia na unanyemelea chini. Makao yako iko. Iko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna wimbo Kimarakoli ambayo tunaimbanga hivi. Jendanga ninzya mukanisa. Aranga ndiya bwene. Ageze. Tendanga ninja mulikanisa. Aranga ndiya bwene. Namana bonona. Onya sae baba wanje. Umbekuni meye uo. Hallelujah. Oh, just I baba wanje uoneshe Meye uo. makao yako. Tutakapomaliza mwendo hii iko. Makao ya Zibora iko. Yako ni aina gani? Wenye kiburi, makao yenu iko. Mnaingizwa na mnafungiwa. Sasa mkiwa viburi mnaangalia. Biblia inasema hiyo. Yes. Naenda kuandalia makao. Nitarudi kumchukua alipo nyinyi, mimi pia nyinyi muwepo. Na si makao moja. Mtakatifu wasiingie mahali pawa shahada. Uwezi. Mtu mwingine na upepo ya ungwa. Uwezi. Uwezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama, hata ukitembea makao yako iko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wenye moyo safi, makao yenu iko. Wanakiwa rohona. Tumikia Mungu bila unatumika. Tumikia shetani bila unatumika. Nyanyasa wengine bila unanyanyasa. Fanya bila unafanya. Kwa sababu Biblia inasema kwa kila jambo tuna wakati wake. Ni wakati ni wako wa kunyanyasa. Lakini makao yako iko. That's important. Yes. Makao iko. Ndugu yangu, makao yako iko. Ukifanya mzuri makao yako iko. Ukifanya mabaya utaingiza kwa ingine. Makao ni mengi. So jiulize ni gani unataka. It's your choice. It's your choice. Makao iko. Jiulize. Mungu abariki andiko.